Ili mbingu ikutumie vizuri, number one, lazima uamini huyo Mungu unayetaka akutumie. Andika hiyo. Lazima uamini huyo Mungu unayetaka akutumie. Number two, lazima utumike kwa huyo Mungu unayetaka afanyaje? Akutumie. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kwa lazima kiongozi, lazima utafute kuaminiwa na Mungu sana kuliko hata binadamu. Kuaminiwa na Mungu sana. Kilichompa Daudi kutawala na kutembea katika utawala wake kwa nguvu na kufanya mambo makubwa ni alikuwa rafiki kiongozi na Mungu. Haleluya. Hata kama alikuwa anakosea, lakini Biblia inasema moyo wake ilikuwa imepondeka sana mbele za Mungu. Na moyo wake ilikuwa rafiki wa nani? Wa Mungu. Kwa Daudi, hata kama maandiko yanasema alikuwa anaua achukue mke wa mtu, maana najua Daudi aliua akachukua mke wa mtu kama uchumi. Haleluya. Kwa hiyo hii mabalaa mtu anaua anachukua mke wa mtu haikuanzia hapa leo. Ilianzia kwa kina Daudi. Ndio aliweka hiyo msingi mbaya kabisa. Hata hii mwanaume anazaa na house girl. Nenda kamuuliza Abraham, baba wa imani, ndio alileta hiyo balaa. Haleluya. Biblia inasema wakachelewa kupata mtoto. Na kulikuwa na mfanyakazi anaitwa nani? Hajiri. Biblia inasema semeni haleluya. Mke akamshauri mzee azae na nani? Na Mungu akawa mwaminifu sana. Unajua Mungu ni mwaminifu. Alijua mioyo yao yote wanataka mtoto. Na alienda kalala naye. Around ya kwanza tu pa. Mambo yakachanganya. Sema mambo yakachanganya. Haleluya.